Hali ya Mange Kimambi imeonekana kuwa sio shwari, huku ugonjwa ambao unamsumbua ukitajwa hadharani, na inasemekana kwamba ni moja ya kitu ambacho kwa namna moja ama namna nyingine kimemtesa somehow kwa muda fulani. Mpaka sasa hivi anafanyiwa upasuaji kama ambavyo yeye aliweza kusema. Ni dhahiri kabisa kwamba mambo sio mazuri kabisa kwa upande wake. Nitakusanua hapa kuhusiana na kila ambacho inasemekana kwamba ndio ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua mpaka kupelekea hatua ya yeye kuweza kwenda kufanya surgery kwa ajili ya kurudi katika mwili wake wa kawaida kutokana na kile ambacho alikuwa amekifanya. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video hapo kupata kufahamu nini hasa ambacho kinamsumbua Mange Kimambi. Alafu utakuja kuniachia comment yako kutokana na kile ambacho utakuwa umekisikiliza hapa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote nakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa na unakuwa unaelewa. Sasa hakikisha tu umebonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu hiyo ndio muhimu zaidi kukuweka wewe mahali hapa ili usiweze kukosa update yote ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Acha nikusomee ujumbe ambao aliandikaga Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa X siku chache baada ya kuweza kuliaddress swala lake, japokuwa hapa hakuweka wazi kwamba nini hasa ambacho kinamsumbua, lakini tuanze tu sawa, utaenda kuelewa kila kitu. Aliandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini hapa na kutafsiria tu simple ili tusipoteze muda. Aliandika hivi: nilifanya upasuaji wa urembo nilipokuwa nikiishi Dubai nikiwa na umri wa miaka 28. Leo nikiwa na miaka 46 nimechoka, yani nimeisha. Au anasema hivyo unaweza kaelewa hivyo. Anasema narudi kwenye umbo langu la asili, yani factory setting. Anasema sitaki tena matiti makubwa. Yani hapo alipoandika DDS ndio maana ya matiti makubwa. Anasema sitakuwa mtandaoni kwa takriban wiki moja hivi wakati nauguza vidonda. Anasema nimeamua kutoa taarifa hii ili mtu yoyote asiwaze, na kabla hamjauliza ni kwa sababu mnanijali. Nafanya upasuaji huu hapa Los Angeles kwa maana nimechagua usalama badala ya upasuaji wa bei rahisi huko nchi za ugenini. Aliandika hivyo Mange Kimambi siku kadhaa zilizopita kupitia ukurasa wake wa X, ikiwa ni taarifa ambayo yeye aliamua kuiannounce, lakini hapa hakuwa amesema kwamba anaumwa ugonjwa gani. Sasa basi, kama umebahatika vizuri sana kupita kule Instagram, utakuwa umekutana na posti kadhaa ambazo zina circulate sana kule Instagram, wengi wakielezea kuhusiana na wakimuonea huruma Mange Kimambi kuhusiana na hiki ambacho anaumwa. Lakini kuna hii comment kwanza, kabla sijakwambia nini hasa ambacho kinamsumbua Mange Kimambi. Aliandika hivi huyu mdada, nadhani ni mdada, aliandika: mmeona kwamba kila kitu kina mwisho. Sasa hivi anautaka mwili wake natural kama alivyokuwa mwanzo. Ila anasema ila ndio haitakuwa kama ilivyokuwa, maana tayari ukishaharibu huwa huwezi kusema eti utarudi completely kama mwanzo. Vya Mungu hudumu, vya mzungu vina mwisho. Tujifunze kuridhika na tulivyoumbwa. Msinichambe jamani, na maziwa madogo jamani. Okay, ameandika hivyo, lakini kwenye sehemu ya comment Juma Lokole amekuja kutusanua na kusema kwamba Mange Kimambi alikuwa anaumwa kansa ya titi, so ameenda kufanyiwa operation ili mwisho wa siku aweze kukaa sawa. Lakini anasemekana reason ama sababu kubwa ya yeye kuweza kufanya operation ni kwa sababu ya kansa ya titi ambayo ilikuwa inamsumbua kutokana na surgery ambayo alifanyaga kipindi hicho ambapo alikuwa Dubai. So inawezekana ni moja tu ambayo mlikuwa mfahamu, lakini ukweli ndio huo hapo hivi kwamba alikuwa anaumwa kansa ya titi. And of course ukimwangalia kuna moja ya video ambayo alikuwa anaongea, utakuja kuona kwamba alikuwa na bandage hivi kwenye sehemu ya titi hapo, kumaanisha kwamba kweli kuna kitu hakikuwa sawa. Lakini comment yako ni ipi kuhusiana na hiki hapa hivi? Inawezekana ukawa unampa pole au whatever the case. Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, ila usisahau kusubscribe, kwa sababu kama utakuwa na taarifa yote basi mimi nitakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi na utaelewa kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka wakati mwingine, bye bye.